bila uhalifu? Makanyagio bila uhalifu inawezekana. Basi kwa majina yangu mimi naitwa Afande Salome. Niko polisi wilaya ya Mpanda mkoa wa Katavi. Ni polisi kata wa kata hii ya Makanyagio. Lakini pia siko peke yangu. Kuna polisi kata mwingine ambaye anaitwa Afande Swai. Leo amepata emergency kidogo, naona hajafika, lakini aliniambia atakuja, sema amepata emergency kidogo. Kwa hiyo muone ndugu zangu wa Makanyagio ni jinsi gani kata hii inapendelewa. Tumepata mapolisi kata wawili. Lengo la mapolisi kata ni kwa ajili ya lengo ya kuzuia uhalifu. Lakini uhalifu hatuwezi kuzuia peke yetu polisi kata, kwa sababu polisi hatupigi ramli. Uongo kweli? Polisi tunategemea kupata taarifa kutoka kwa wananchi. Mimi polisi, ili nijue kwamba Makanyagio kuna uhalifu, lazima nipate taarifa kutoka kwako mwananchi. Sasa mwananchi usiponipa taarifa, itakuwa ni vigumu mimi kujua kama kuna uhalifu, mpaka nitumie pia taarifa za kiintelijensia. Lakini ndio maana kuna mambo ya ulinzi jirani, lakini kuna mambo ya utoaji wa taarifa na ushirikiano kati ya wanajamii na polisi. Ndugu zangu, Makanyagio yetu imekuwa na matukio ya uhalifu. Lakini matukio ya uhalifu hayo yanatokana na watoto wetu. Lakini pia licha ya watoto wetu, kuna watoto ambao wa mitaa jirani wanatoka kule wanakuja huku Makanyagio. Lakini kama unamuona mtoto ambaye humfahamu, kwa nini usitoe taarifa? Kwa hiyo sisi wananchi, jukumu letu kutoa taarifa za uhalifu ili kuhakikisha tunazuia uhalifu. Lakini tusipotoa taarifa za uhalifu, Makanyagio yetu haiwezi kaa salama. Makanyagio tangu siku za nyuma huwa inaaminika kwamba ni sehemu ya uhalifu kwa sababu ya wenyeji na nini. Lakini tukiamua mimi na wewe, tunaweza tukazuia uhalifu. Lakini pia sambamba na hiyo, madereva wetu wa bodaboda imekuwa ni changamoto kubwa. Katibu wa bodaboda nadhani huko hapa, si ndio? Nasikia sasa hivi una vyeo vingine. Hongera sana kwa hilo. Lakini bado tutaendelea kutumia kwa sababu bado tunakutambua kama ni katibu wa madereva bodaboda. Madereva bodaboda imekuwa ni changamoto kwa sababu gani? Unakuta na pikipiki, lakini ile pikipiki baada ya kuendesha yeye kama yeye, jioni yeye anaenda kupumzika baada ya kazi. Ikifika jioni anampa daiwaka. Daiwaka huyu kwa sababu anajua pikipiki ile sio ya kwake, anaenda kufanyia uhalifu. Na tumekuwa tukipata changamoto nyingi, unakuta tunakamata pikipiki au unakuta tunakamata kibaka mpolaji huko mtaani, lakini ukija kufuatilia ile pikipiki sio ya kwake. Kuna hapo katikati tulikuta pikipiki hapo maeneo ya makaburini hapo, makaburi ya Mwangaza. Tulikuta wao vibaka, baada ya kuwakimbiza wakawa wamekimbia, wakaacha pikipiki. Baada ya kufuatilia ile pikipiki tunakuta sio ya yule aliyekuwa anaendesha, lakini ya bodaboda akamwachia daiwaka. Tunawaomba maafisa usafirishaji bodaboda tuache kuwazima madaiwaka pikipiki, kwa sababu ni kosa. Sheria ya usalama barabarani inasema kwamba wewe dereva bodaboda ndio unatakiwa utumie hiyo pikipiki, lakini unamwazimisha mwingine ambao huyo mtu mwingine anakwenda kufanya uhalifu. Lakini pia sasa hivi ni kipindi cha likizo. Kwa ndugu wazazi pamoja na walezi, na waomba kuhusiana na watoto wetu, tusijifanye kwamba tuko bize sana na shughuli za kutafuta kipato tukasahau malezi ya watoto. Sasa hivi wanaenda likizo, lakini unakuta mama yuko bize, mfano anauza samaki kuanzia asubuhi mpaka jioni, hajui mtoto wake yuko wapi, hajui anaishije, hajui anakula nini. Mwisho wa siku huyu mtoto atakuja kujiingiza kwenye makundi. Huyu mtoto anaingia kwenye makundi ya uvutaji bange, anaenda pale mtaa wa Simba anaanza kukaba watu. Kwa sababu mzazi uko bize, haujui maendeleo ya mtoto.